Karibu. Rais wa Marekani Donald Trump amezikemea Iran na Israel kutokana na madai kwamba mataifa hayo mawili yameshindwa kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoasiwa na Marekani saa chache baada ya kuanza utekelezaji wake. Muda mfupi kabla ya kupanda ndege rasmi ya Rais Air Force One kuelekea katika mkutano mkuu wa NATO mjini Hague, Trump alikuwa na haya ya kusema. Hawanifurahishi wote. Iran hainifurahishi, lakini sifurahishwi zaidi na Israel, ambayo inafanya mashambulizi asubuhi hii kwa sababu ya roketi moja tu ambayo hata haikutua, ambayo huenda ilifyatuliwa kimakosa. Haikutua. Sifurahii hilo. Kimsingi, tuna mataifa mawili ambayo yamekuwa yakipigana kwa muda mrefu, tena kwa nguvu, lakini hayajui yanafanya nini hasa. Unaelewa? Trump alitangaza usitishaji wa mapigano hayo hapo jana usiku baada ya Iran kushambulia kambi ya kijeshi ya Marekani ya Al Udeid mjini Doha, Qatar. Iran na Israel walipewa saa 6 kukamilisha kile rais makali zaidi dhidi ya Iran tangu kuanza kwa vita. Wizara ya afya ya Iran imesema watu 606 wameuawa katika muda wa siku 12 zilizopita. Wakati huo watu 4 waliuawa baada ya kombora la Iran kushambulia jengo la ghorofa huko Beersheba, kusini mwa Israel. Nchi zote mbili zilishtumiana kwa kuendeleza mashambulizi ya anga. Hata hivyo, usitishaji wa mapigano kwa sasa unaonekana kuendelea. Huyu hapa mwandishi wa BBC Gary O'Donoghue. Ulimuona Trump wakati akiondoka kwenda kwenye mkutano wa NATO akiwa amekasirishwa sana na Israeli kuhusu hatua yake baada ya kutangazwa kwa usitishaji vita. Muda mfupi baadaye alichapisha kuwa yote yalirejea. Usitishaji wa mapigano ulianza tena. Tumesikia hivi punde kutoka ikulu ya Marekani kwamba inaonekana Rais Trump na Benjamin Netanyahu wamezungumza. Inaonekana kuna mabadiliko fulani yametokea. Sio jambo la ajabu kwa usitishaji vita kuanza kwa vurugu kidogo, na nafikiri wanatumai kwamba ndivyo ilivyo hapa, kwamba ni hali ya vurugu upande wa mipaka kuhusu muda na kuhusu kinachoendelea kijeshi, na kwamba baada muda fulani mambo yatatulia. Hicho ndicho wanachokitarajia. Kufahamu zaidi yanayojiri, naungana moja kwa moja na Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akiwa katika studio zetu jijini Dar es Salaam. Rahbi, karibu. Sasa usitishwaji wa mapigano, japo wa mashaka, kati ya Israel na Iran unaashiria nini? Ilikuwa itokee kitu kama hiko kwa sababu si jambo jipya. Hawa tayari ni maadui wakubwa. Lakini usitishaji huu ambao ulisimamiwa kwa kiwango kikubwa na Marekani umetuonyesha upande wa pili. Ni kama vile kuwa Trump alikemea zaidi Israeli kwenye haya mazungumzo, kwa sababu anaamini alianza kuzungumza na Israeli usiku wakati Irani inafanya mashambulizi kwenye kambi ya Marekani kule Udeid. Lakini wakati huo makamu wa rais JD Vance na mwanadiplomasia mkuu wa Marekani Mark Rubio pamoja na mwakilishi Steve Witkoff walikuwa wakipishana kuzungumza na wawakilishi wa Qatar pamoja na Irani kwenye usitishaji. Kwa hiyo ni kama Netanyahu alishakubaliana na Trump mwanzo, lakini baadaye akaenda kufanya mashambulizi muda wa saa 10 saa za Afrika Mashariki ndani ya Iran, na Irani wakajibu muda wa alfajiri kwenye saa 11 hivi, ambao yalipelekea vifo vya hao watu 4 kule Beersheba. Kwa hiyo Trump anamlaumu Netanyahu kwa kuvuka mstari kwa sababu tayari walikuwa wamekwisha kubaliana. Lakini yote kwa yote kuwa tunaona kuwa mwelekeo umekuwa ni mzuri na usitishaji unaendelea. Hapo katika usitishaji wa makubaliano, unaona kuna utayari wa kweli na kuaminika kati ya mataifa hayo hasimu katika kufanikisha makubaliano hayo ya kusitisha vita hivi vinavyoendelea? Bila shaka wote walikuwa wamekwisha kuchoshwa na hii vita, na kwa sababu ukiwaangalia kila mmoja alikuwa anaweza kumfikia mwenzake. Irani alikuwa anaweza kupiga ndani ya Israeli hata kwa makombora machache yanafika, lakini Israeli alikuwa anaingia kwenye anga ya Irani anapiga anapotaka. Kwa hiyo wao walikuwa wamechoshwa. Siku moja kabla hata vyombo vya habari vya Marekani viliandika kuwa Israeli ilikuwa ikitafuta makubaliano ya kumaliza vita kabla hata ya bwana Trump hajaenda. Lakini tayari waziri wa kigeni wa Irani Abbas Araghchi katika ziara yake kule Uturuki pamoja na kwenda Moscow alikuwa ameweka wazi kuwa Irani iko tayari kumaliza mzozo wake ikiwa itaacha kushambuliwa na yenyewe haitojibu. Kwa hiyo tayari nchi zote zilikuwa ziko tayari, kwa sababu tayari zilikuwa zimechoka na zimepata hasara kubwa kwenye vita. Rahbi, bila shaka mzozo huu unatoa kitisho cha usalama kwa kanda nzima na dunia kwa ujumla. Unauelekeza wapi wapo hali itaendelea hivi ilivyo?
Kwa sasa kitisho kinaweza kuwa kiko mbali kidogo, lakini kitisho tumekiona jana baada ya Irani kurusha makombora kule Qatar. Unajua jiografia ya Qatar ilivyo na nchi ilipo, yale mashambulizi yalikuwa yanaonekana karibu nchi 4 jirani. Unaweza kuona Saudi Arabia, unaweza kuona kutokea Imarati, lakini ukiwa Bahrain pia unaona, na ukiwa Qatar unaweza kuona. Kwa hiyo ilikuwa imeleta kitu kama hofu kwa watawala ambao ndio wafadhili wakuu wa uchumi za magharibi. Kwa hiyo unaona kuwa pressure ya haraka, licha ya kuwa Qatar ndio wao walioshambuliwa kwenye kambi ya Marekani, lakini ndio kwanza walisimamia mazungumzo kuhakikisha kuwa vita vinakuisha. Kwa hiyo tunaweza kusema kama tishio limepungua ukilinganisha na siku na saa 48 zilizopita. Mzozo ni mkubwa huu. Unaweza kuwa na athari gani kwa bara la Afrika, Rahbi? Mzozo ni mkubwa kwa Afrika. Ungekuwa na athari kubwa kama Irani wangechukua uamuzi wa bunge lao ambao uliamua kufunga mfereji wa Hormuz, mfereji ambao 21% ya mafuta yanapita hapo, na sisi Afrika ndio tunategemea zaidi, lakini ni mfereji unaopitisha gesi ya LNG kwa 30%. Sasa unaweza ukahisi kuwa uzalishaji wa mafuta karibu nusu ya uzalishaji unaozalishwa Mashariki ya Kati ungefungwa mfereji wa Hormuz. Kwa hiyo hatari ingekuwa kubwa zaidi kwetu Afrika. Ni kama vile tumeanza kuepuka na hili baada ya kuona mambo yamerudi kwa mazuri. Na kwa ufupi tu, Rahbi, unayoona mataifa haya Iran na Israel siku moja yakiwa na uhusiano mzuri na kuacha kulumbana kama tunavyoona kwa sasa? Bado iko mbali kidogo, kwa sababu Irani hajatoka kwenye njia yake na mstari wake, na Israel hajabadilisha kile anachokiona, kwa sababu ukirudi kwenye msingi hasa wa matatizo ya Iran na Israeli unarudi pale Palestina. Irani bado wanaendelea kusaidia Palestina na bado wanasema kuwa wataendelea kuwasaidia, na Israeli imekuwa ikipingana na nchi yoyote ambayo inataka kusaidia Palestina. Kwa hiyo ili kutatua tatizo la Irani na Israeli ni lazima urudi kwenye msingi au kwenye mzizi wa tatizo lenyewe ambao ni Palestina. Karibu tena, hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Naitwa Hamida Abubakar. Tusonge mbele. Ni wiki moja tangu Boniface Kariuki ambaye ni mchuuzi katika jiji la Nairobi alipofyatuliwa risasi kichwani wakati wa maandamano. Familia yake inasema hawana hakika kama atapona. Hali ya Boniface bado iko mahututi. Kijana huyo alijipata pabaya wakati polisi waliokuwa wanakabiliana na waandamanaji walimpiga wakipinga ukatili wa polisi. Akisa Wandera na taarifa hiyo kwa ukamilifu. Video hii inaonekana kuwaonyesha maafisa wa polisi wakimpiga makofi Boniface Kariuki na kisha kumpiga risasi alipokuwa akijaribu kuondoka, licha ya kuwa bila silaha. Nilipoiona video hiyo nilipiga mayowe. Ndio maana sauti yangu bado haiko sawa. Mwanangu hakuwa na silaha, alikuwa akifanya kazi tu. Iliniumiza. Alikuwa akiuza barakoa katika mitaa ya Nairobi wakati wa maandamano wiki jana. Babake Boniface ambaye pia ni mchuuzi anasema kuwa Boniface amekuwa akisaidia familia yake na ndugu zake wadogo. Hawa wanafaa wachukuliwe hatua wakali na iwe funzo kwa wengineo. Juu maandamano hakuna siku itaisha. Maandamano itakuwa. Juu tukiona hii kitu inafaa tukutane, na hiyo ndio tunasikikaga. Hata serikali saa hiyo ndio inafaa itusikie. Juu tunafanya maandamano na sio maandamano baya, na kila mtu ako na right. Familia yake inasema Boniface ana majeraha makubwa kwa ubongo na vipande vya risasi bado vimekwama katika kichwa chake. Boniface bado yuko katika hali mbaya, bado yuko ndani ya mashine ya kumsaidia kuishi. Kusema kweli hawezi kuishi bila mashine hiyo. Familia ya Boniface imefika hapa kila siku ikitarajia ripoti za daktari zinasema kuwa amepata nafuu, lakini kufikia sasa hawajapata habari njema kuhusu hali yake. Familia inazidi kuwa na matumaini kuwa Boniface ataamka. Afisa mkuu wa polisi nchini Kenya, Douglas Kanja, ameahidi haki kwa Boniface Kariuki. Maafisa wawili wanaotuhumiwa kufyatua risasi wako rumande huku uchunguzi ukiendelea. Kisa hicho kimezidisha hasira ya umma kutokana na ukatili wa polisi wiki chache tu baada ya kifo cha mwanablogu Albert Ojwang aliyefariki mikononi mwa polisi. Wanaharakati wameitisha maandamano zaidi tarehe 25 Juni wakati wa maadhimisho ya mwaka mmoja tangu maandamano yaliyoongozwa na vijana wa Gen Z dhidi ya mapendekezo tata ya ushuru kutoka kwa serikali, ambapo waandamanaji kadhaa waliuawa na maafisa wa usalama.
Watoto hawa wanapigania maisha yao ya baadaye, lakini unapozungumza wanauawa. Inakukasirisha, inatukasirisha sisi kama wazazi. Wakati Boniface akipigania maisha yake, familia yake na taifa linadai uwajibikaji kutoka kwa maafisa wa usalama pamoja na mabadiliko. Akisa Wandera, BBC, Nairobi. Sasa kesho Jumatano ya Juni 25 itakuwa ni mwaka mmoja tangu maandamano ya vijana wa Gen Z kupinga gharama ya juu ya maisha nchini Kenya yaliyogeuka kuwa uwanja wa makabiliano makali kati ya polisi na waandamanaji. Vijana waliokuwa wameandamana kutwa nzima waliwazidi nguvu polisi na kuvunja lango kuu la bunge na kulivamia kwa dakika kadhaa, ambapo polisi walifyatua risasi. Matokeo yake yalikuwa maafa ya vijana kadhaa, huku wengine wakiripotiwa kupotea wasijulikane walipo hadi kufikia sasa. Serikali ya Kenya inasema iko tayari kuwasiliana na familia za walioathirika, ila imeonya kuwa haitokubali mazungumzo hayo kuingiliwa na wenye azma za kisiasa. In the ministry we are ready. Katika wizara hii tuko tayari kukutana na familia ya wote walioathirika kwenye maandamano ama shughuli za aina hii za kisiasa. Haijalishi kilichowakuta, ila kwa misingi ya kibinadamu tuko tayari kuwasikiliza ili kujua jinsi ya kuwasaidia. And see what else we can do to support them. Tangu hapo maandamano yameendelea kushuhudiwa kwa muda, huku polisi wakituhumiwa kwa kutumia nguvu kupitia kiasi dhidi ya waandamanaji ambao walikuwa hawakujihami na silaha yoyote. Akihutubia polisi katika ikulu ya Nairobi mapema leo, Rais wa Kenya William Ruto amewatetea polisi akisema raia wanatakiwa kutoanyoshea kidole cha lawama polisi na kwamba juhudi za kuwadunisha ni tishio kubwa kwa usalama wa taifa. Japo kuandamana ni jambo lililo idhinishwa katika katiba ya Kenya, Rais Ruto amesema kwamba wanaoandamana wanapaswa kutekeleza hilo bila kuwadhulumu wengine na kukiuka sheria za nchi. Nobody is above the law. Hakuna aliye juu kisheria. Huwezi kuwatishia polisi. Huwezi kutumia nguvu dhidi ya polisi au kuwatusi. Ni kama unatishia taifa zima, kwa sababu wao ndio walinzi wa kwanza wa haki zetu kama Wakenya, ambao wanahakikisha kwamba taifa la Kenya liko salama na lenye amani. To be peaceful